Naam, na siku ya leo nitaenda kuzungumza kuhusu swali ambalo nilikuwa nikiulizwa sana na watu wengi. Swali hili watu wengi wamekuwa wakiuliza, kwa nini simu hazipatikani? Kwa nini simu hazipatikani? Na leo nimebahatika kutembelea katika kitengo cha upelelezi wa makosa ya kimtandao, makao makuu ya Jeshi la Polisi nchini Tanzania. Baada ya kufika katika kitengo hiki, nimefanya mahojiano na afisa wa kitengo hiki cha upelelezi wa makosa ya kimtandao, na baada ya kuwasiliana naye niliweza kufikisha hoja hii ambayo nilikuwa nikiulizwa sana, kwamba watu wamekuwa wakipoteza simu zao na vifaa vya kielektroniki na wanachukua hatua za kisheria katika kufuatilia upatikanaji wa vifaa hivyo, lakini inachukua muda au hata isipatikane sana. Nimefika na kuzungumza na afisa wa upelelezi wa makosa ya kimtandao. Kwanza ijulikane kwamba simu zinapatikana kwa wepesi, lakini pia zinaweza kuchelewa, na hii yote inatokea ni kwa sababu mbalimbali ambazo alinieleza na ndizo nitakazokuletea kwako. Kama nilivyosema kwamba kitengo hiki kinajitahidi kwa hali na mali kufanikisha hivyo, na vifaa vinapatikana. Na vifaa hivi vinapatikana kwa urahisi endapo mtumiaji ataweza kutoa taarifa kamili au taarifa sahihi kuhusu kifaa chake kilichopotea, lakini pia kama ataweza kutoa taarifa kwa wakati sahihi au mapema. Namaanisha kwamba mteja au mtu aliyepotelewa na kifaa kama atatoa taarifa ambazo sio sahihi, basi itakuwa ni changamoto kupata kifaa kile, kwa sababu taarifa zake sio sahihi. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na taarifa sahihi za kifaa chako unapoenda kuripoti katika kitengo hiki cha upelelezi wa makosa ya kimtandao au polisi kufuatilia upotevu wa kifaa chako au simu. Lakini kitu kingine, alisema kwamba simu inaweza kuchelewa kupatikana kwa sababu walibaini njia moja ambayo ilikuwa ikisababisha simu zinakuwa changamoto kupatikana kwa uharaka au wepesi. Ni habari za watu ambao walikuwa wakifanya huduma ya kubadilisha taarifa, mfano email mostly ilikuwa inafanyika Kariakoo, wanabadilisha email ya simu. Kwa hiyo kama kitengo hiki kitatumia email za simu kutafuta kile kifaa kinakuwa kishabadilishiwa email, kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Lakini jambo jema ni kwamba walikuwa wakibadilisha zile email, lakini pindi mtumiaji atakapoweza kuiupdate, basi ile email inarudi. Ile email ya mwanzo inarudi na kifaa kinaweza kupatikana kwa wepesi na kufikishwa kwa mmiliki halali wa kifaa hicho. Na sasa kuna teknolojia nzuri ambayo sasa wamenihakikishia inafanya kazi vizuri na mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Ijapokuwa kuna changamoto moja ambayo nimeipata kuelezwa na afisa wa kitengo hiki cha upelelezi wa makosa ya kimtandao. Amesema kwa sasa kumekuwa na changamoto moja, simu zimekuwa zikichukuliwa au kuibiwa na kwenda kuuzwa nje ya nchi jirani, na simu zinazoibiwa nje ya nchi au nchi jirani, basi zinakuja kuuzwa kwetu. Hii inakuwa ni ngumu kidogo kutokana na issue za networking. Kuifuatilia simu ambayo ipo nje ya nchi inakuwa ni kuna changamoto kidogo ya kimfumo kufikia upatikanaji wa simu hiyo.
Ndiyo maana inakuwa inachelewa kwa namna hiyo. Kumekuwa na changamoto hiyo, na hili nimelichukulia kama IT na nikasema hii hapa ni fursa nzuri kwa vijana wa IT hususan chuo changu cha kimataifa cha Kampala, basi tutaweza kuzungumza na vijana tuangalie namna fulani ya kuboresha mifumo hii ili iwe imara, uweze kufanya mambo yawe vizuri. Kwa hiyo akatoa pendekezo na ushauri kwamba ni lazima wananchi wajitahidi sana kuepuka kununua hizi simu zinazojulikana kama used from Dubai. Tumekuwa tukisikia kwamba hii ni simu nimeinunua ni used from Dubai, lakini kitengo hiki cha upelelezi kimefanya upelelezi katika baadhi ya maeneo ya Kariakoo wanaouza hizi simu used. Inajulikana kwamba kuna baadhi ya simu ambazo zinakuwa bado zipo katika ubora kama mpya, zinatoka nje ya nchi na kuja kufanyiwa mauzo katika maeneo haya. Kwa hiyo kuwa makini sana, kwa sababu kuna baadhi ya simu zimeibiwa kule zinakuja kuuzwa huku, na ikitokea umenunua simu kama hiyo let's say umesafiri siku moja umeenda nchi ile, basi unaweza kujikuta uko hatiani, unakamatwa na mamlaka husika na mambo mengine yanafuata, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo epuka sana, kuwa makini sana na hizi simu zinazojulikana kama used from Dubai. Zingine sio used from Dubai, zingine ni used from Kenya, from Uganda, from Rwanda and somewhere else. Kwa hiyo kuwa makini sana na jambo hili.